ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, wa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania. Leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili hizi tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwamba mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kuli majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule haupo. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu ya kuzuiliwa na mabosi wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi waandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi hii imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuahirisha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili, ambayo timu ya Simba kuzuiwa kutofanya mazoezi na mabosi wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli, maana unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini na jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii wanapanga na nani mhusika, kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi ile, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee, au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo kitaleta hatarisha amani na usalama wa nchi? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wangu, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka kafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliowazunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na uliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam.
Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi tunasema leo sasa tunafanya hitimisho. Asikitokee mtu yoyote au msisikie chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanue, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi zitawagawia jamii mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa unampeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye tunapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo namba Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni klabu. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wanataka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile Mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje fufue timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala aje fufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Si vinginevyo. Yanga wewe. Yanga wewe, tunaomba utulivu. Tunaomba utulivu. Mheshimiwa Yanga wewe. Huko nyuma tunaomba utulivu. Hakuna jibu, hakuna swali bado. Nadhani jibu. Umeisoma hizo hoja mbili na umezielewa. Kwanza mwandishi, hizo hoja mbili umezielewa? Kabla sijakwenda kwa ufafanuzi. Tuendelee kufafanua. Umesoma vizuri? Fafanua. Ni hivi, hakuna hakimu anaotafuta kesi barabarani. Ili hakimu afanye kazi kuna mtu atakayeta mashtaka pale. Na hakuna polisi anayomkamata mtu barabarani anapita njia. Lazima atatokea mtu asema na yule ni mtumia wangu na alabi yake. Ndio tunachokitaka. Hoja hii ina maana inatakiwa ilivyotoka na ijibiwe kwa maandishi. Moja, ijibiwe kwa viongozi wa Yanga. Lakini viongozi wa Yanga pia wana hoja walizopeleka bodi ya ligi. Mpaka leo hawajapata majibu. Sasa unapoambia itapotokea saa 24, mpira una taratibu zake. Sio saa 24. Mechi imechukua saa 72. Timu inahitaji maandalizi. Sio kifo. Leo Msumi naongea hapa kile huyo Msumi marehemu. Mpira huko hivyo. Na ndio maana tunaposema hili na nyinyi mnatakiwa upande wa pili mwe mnakwenda kudodosa na kuuliza. Tumetoka mahali fulani tumeambiwa 1 2 3. Hili likoje? Mshawahi kulifanya hilo? Isiwe na nyinyi ndio sehemu mnaungana kwamba Guto kasema nyinyi mnapokea. Ndio maana alisema hivi. Hatuyumbi. Hatuogopi. Tunaheshimu na tunatii taratibu zilizopangwa. Kwa maana zile kanuni zilizopangwa waliandaa wao na vilabu, wao ni wasimamizi. Na wanapokuja jambo lolote na mabadiliko ya kikanuni yanayotokana na vilabu, na ndio maana bado kusaidia sana. Kwa mjibu wa katiba ya TFF kuhusu vilabu, inasoma wanachama wanaocheza hii Premier ndio wanachama wa TFF. Na wao ndio wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu kuchagua viongozi wa TFF. Lakini timu zingine zote wa daraja chini hawana haki ya kupiga kura. Hawako Tanzania. Maana mnapotafuta doreso, mwe mnatafuta kushoto na kulia, afu unapata njia. Unajua hata siafu wanaelekeza jinsi ya kutembea. Asije tukatembea hivyo. Tunayafanya haya
tunawasaidia hata nyinyi. Mwisho wake mnaonekana nyinyi pia mnakuwa watu wa milipuko. Mnachukua habari kwenye video vya kahawa mnarusha, na maana ile sifa ya waandishi inapotea. Chombo hiki chombo muhimu katika jamii. Kalamu zenu zinafanya nchi itulie, kalamu zenu zinafanya nchi ingie kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu hicho tunaongea hapa dakika 5 kitasambaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo sisi bwana hatuogopi. Bwana niweke wazi, hakuna mwanachama yote wa Yanga, mpenzi wa Yanga anayeogopa klabu ya Simba. Kama mtu anaweza aweke bingo, kesho kutwa tunaenda kuwashona. Nyumba unajua kulala usumbuki kitasa chako unafungua vipi hata kikiwa kibovu. Mimi nafikiri tena maswali ambayo yatakayotusaidia kuboresha michezo katika nchi hii. Lakini tusiwe maswali tunakuwa watetezi wanaovunja taratibu za nchi. Ili pale pakitokea vurugu nyewe kamera zenu zitakuwa hai. Maana kuna machafuko achaguliwa mmoja bwana. Msumi atapigwa hata leo atapigwa. Ahidi nami mwandishi wa habari wapi kushaumia. Yanga wewe. Ndugu mwandishi, swali lako zuri. La msingi na ina faida kwa Watanzania. Na ndio maana Yanga mechi zote imecheza. Zote kiondoela, hakuna hata mechi moja kwamba Yanga haja timu uwanjani. Lakini mechi hizo tunasema kucheza kwa sababu endapo bodi ya ligi imekaa hata kesho watoe ufafanuzi, zile sababu zikiwa na msingi tutapeleka timu, na zikiwa hazina msingi ndo moto unaanzia hapo. Narudia, nasema hivi, endapo bodi ya ligi itakaa itatoa ufafanuzi ambao unaonekana una msingi, Yanga hata kesho itatia timu. Lakini endapo utatoka sababu hazina msingi, hapo tena kama moto umeongeza petroli, tutaanzia hapo. Sisi mpaka tumjue ni nani aliyofanya haya, kiburi hiki wanakipata kwa nani. Kama kuna mtu mgongoni ambaye ndio chanzo hiki, tunataka tumtambue. Si wote ni Watanzania, hatutishani. Mtu akipewa mamlaka yatumie kwa utaratibu. Hata wao wamepewa mamlaka haya kwa utaratibu, kwa kufuata katiba ya TFF, si vinginevyo. Ndio maana tunataka ufafanuzi. Huyo aliyosema hatuchezi, chanzo cha maneno hagusi wala haulizwi. Lakini huyo aliyozulumiwa haki yake ya msingi, kwa sababu unajua Yanga imezulumiwa haki yake ya msingi. Mechi ya kwanza na Simba sisi tumecheza, Simba wamepata gawio lao. Yanga tumeandaa timu, wapenzi wa Yanga wametoka safari mbalimbali. Pale ndio msingi wa Yanga naye kupata jasho lake. Yanga haikupata. Labda niukane hivi. Haiwezekani tena watu wale waendelee kugaramia kitu ambacho wao bado wana uchungu nacho. Hatuna ugomvi na chombo chochote. Tunachotaka taratibu zifuatwe kwa maslahi ya hapana wapenda michezo nchini. Basi Yanga itaendelea kucheza michezo kama kawaida. Ndio maana leo tangulia unasema Yanga ina mechi tarehe 18. Yanga ina mechi ya mwisho na Dodoma Jiji. Yanga itacheza finali ya CRDB Bank. Ndio ueleke kitu. Lakini hii hapa tunataka tupate uchunguzi. Mfano mdogo, kuna watu mikoani huko wanagoma kuzika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi. Ndugu yote waliomuua nani? Ndio sisi tunatogegoma. Ili muelewe. Vinginevyo kwa janja. Kwa maana utakuwa sema hatupotezi pointi, na hakuna mtu atakayefungiwa hapa ili kwanza waliwe. Vinginevyo narudia kauli yangu ya mwanzo, nchi hii mpira utachezwa. Kama twende kwenye mahakama za Kiswahili za kawaida, tutakwenda kusindika hapa. Sio mara ya kwanza, yashatokea hapa FIFA wakashuka na kendo wakashuka. Na kufungwa katika mchezo wa mpira baada mtu kwenda mahakamani ni sheria 17. Tuziweke vizuri hizi. Masuala ya utawala watu wanakwenda mahakamani washafungwa. Kashafungwa rais wa FIFA, UEFA, hapa ndani sina sababu ya kuwataja. Kwa sababu wengine ndio hao washakwenda jela. Haitakuwa mara ya kwanza. Yanga wewe.